kifupi inaitwa KISTI, lakini KISTI ni Karume Institute of Science and Technology, taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume Zanzibar, lakini pia ina tawi hapa. Kwa mimi ni mmoja ya walimu ambao wanafundisha hapa, na chuo cha Karume au taasisi ya Karume inashirikiana vipi, anafanya kazi vipi pamoja na MAEVE kupitia mradi huu wa SEDEF ambao utatambulishwa vizuri zaidi. Huo mradi una pati nyingi au una kategori nyingi, huo mradi ambao zitafanyika ndani yake. Moja ya sehemu ya huo mradi ni kujengea uwezo taasisi ambazo zinatoa taaluma za ufundi au hizi skills ambazo zinazungumziwa zitakazotuwezesha kujiajiri au kuajiri. Kwa Karume, chuo cha Karume ni kimoja katika vyuo au taasisi ambazo zinatoa huo. Kwa hiyo sisi kazi yetu kutoa ujuzi, kwa tutajengewa uwezo zaidi. Tunajengewa uwezo vipi? Kuna vitu vingi tunavyozungumza kwenye kujenga uwezo. Vitu vya kufundishia, kwa mfano mitaala, vitabu, vifaa, lakini pia maeneo, infrastructure kama majengo ya kufundishia, lakini pia kwa upande wa wanawake, kwa sababu ndio inasisitizwa sana. Kwa awamu hii itajengwa hostel kwa ajili ya wanafunzi watakaokuja kusoma pale chuo cha Karume kwa ajili ya wanawake. Itakuwa ni jengo jipya la ghorofa 4, inategemea itakuwa hivyo, ni kwa ajili ya wanawake. Wanaume sio kama wamesahauliwa, wameachwa kwanza, wanaanza kwa ajili ya wanawake ili waweze kushajihishwa zaidi, waweze kuja kujiunga pale chuoni, wapate sehemu ya kukaa. Lakini kuna kozi mpya zitaanzishwa kupitia mradi huu au zinaendelea kuanzishwa, kwa sababu tayari mitaala yake imekamilika na inaendelea kukamilika mengine. Kwa kutakuwa tunajengewa uwezo, sio peke yetu tu. Kuna chuo kikuu cha Zanzibar, chuo cha taifa kinaitwa SUZA, State University of Zanzibar, nayo itajengewa uwezo. Kwa vile tunaelekea katika blue economy au tupo katika blue economy, moja ya kozi ambayo inategemea kuanzishwa ni marine engineering. Tunao watu wanasoma baharia tofauti, lakini wale mafundi haswa wanahusika na zile meli. Zanzibar kuna meli zinatoka pengine Unguja, Pemba, zinazoenda nyingine Dar es Salaam, lakini ukifuatilia matengenezo yake hizi meli zote yanafanyika wapi? Mombasa, Kenya. Kwa nini isiwe Pemba, isiwe pale Unguja pale na kituo? Tunajua meli za East Africa hapa zinaenda kufanywa service, kwa sababu lazima baada ya miezi kadhaa ziende service, lazima baada ya muda fulani ziende maintenance ile kubwa. Lakini tunapeleka karibu Baresa, anapeleka Mombasa, au wengine wanapeleka Mombasa, yani meli zote zinakwenda kule kwa ajili ya matengenezo. Kwa nini tusiwe nayo hapa katika kisiwa ambapo ni convenient zaidi? Kwa hiyo kutokana au hii impact yake, hii kozi ambayo itakuja kufanywa marine engineering, kwa itaweza kupelekea hata tukawa na kiwanda kikubwa cha kuweza kufanyia hizo maintenance za hizo meli katika maeneo yetu ya visiwa, sehemu yoyote ile ya karibu, kwa sababu tuko kwenye kisiwa. Kwa upande wote tunaweza tukaamua tukaweka. Kwa mitaala tayari imeshatengenezwa, sasa hivi panajengwa jengo ambalo pengine mwaka huo mwakano wanafunzi wataanza kusoma marine engineering pale katika chuo cha SUZA. Lakini pia wanajengewa uwezo wengine vocational training, VTA, vocational training hizi, ambapo kuna jengwa majengo mengine, na bahati nzuri moja ya jengo ambalo linajengwa litajengwa hapa Tumbi. Na sio kama litajengwa wapi, hapa kuna kibango kama ukipita mnakiona hapa kimeandikwa SEDEF. Ukija huko hapo baada ya madarasa hayo hapo imeandikwa SEDEF. Hilo ndio eneo ambalo kitajengwa hicho kituo, eneo hili hapa, kwa sababu ni maeneo ya wizara, ndio palipo skuli, atajengwa na kituo hapo nyuma. Washapima kila kitu tayari, muda wowote ujenzi unaanza tayari, kila kitu tayari. Kwa ili jengo litakuwepo hapa, na hivi vituo vya mafunzo ya amali kazi yake ni kama mnakisikia kituo kipo chake vitongoji, kipo vitongoji. Kwa kile kinatakiwa chengine kitakuwepo huko baadaye, lakini mipango ni kwamba kila wilaya kwenda kituo chake. Kwa na hao VTA vocational training
pia ipo katika, ni part moja katika mradi ambao nayo inajengwa hayo majengo, lakini inakuwa vifaa, kwa sababu majengo matupu hawezi kuwa yakasustain tu. Vifaa, walimu kuwezeshwa, kuna kozi nyingi zitaanzishwa hapa, ambapo kwa wale ambao pengine wanataka kujifunza fani za ufundi fulani wataweza kwenda kujifunza hapa. Lakini kuna wengine pengine hawajabahatika kuendelea katika mkondo wa elimu moja kwa moja, maanake kutoka form 4 kwenda form 5, form 6 kuendelea, anaweza akaamua kwenda kusoma kule kwenye vocational training. Kule kuna level 1, 2, 3. Ukifanikiwa kumaliza form 4, umepata tu kile cheti chako, yani umepata tu kile cheti cha form 4, lakini ukienda kusoma na huu fundi ya hivyo level 1, 2, 3, ukifanya mitihani ukipasi, basi unaweza ukaendelea na level za diploma katika ngazi za diploma katika vyuo vya ufundi. Kwa mfano Karume pale unaweza ukaja ukajiendeleza. Kwa wale ambao pengine walimaliza form 4 kapata cheti, lakini kakata tamaa, pengine ana D2 ndio kupata cheti, kakata tamaa, unaweza kaambia akasome katika vyuo akajiendeleza, akaendelea tena. Kuwezesha vijana ili waweze kujiajiri au kuajirika katika sekta ya uchumi wa buluu. Unajua uchumi wa buluu tunajua, nadhani hakuna hata mmoja anafanya hajapata kusikia neno uchumi wa buluu, sio ndivyo? Kwa hiyo mradi umekuja utuwezeshe sisi vijana tuweze kuajirika katika sekta ya uchumi wa buluu. Kwa nini vijana? Kwa sababu vijana wao ndo tunasema katika sensa ya mwisho iliyofanyika ya mwaka 2022, vijana wao ndo kundi kubwa ambalo la watu ambalo manake ndo kundi kubwa la idadi ya watu. Kwa hiyo manake vijana, zile challenge za ajira kwanza zinaanza kuwakumba vijana, mambo ya kiuchumi ndo wanaanza kuwakumba wao. Kwa hiyo kwa hekima za Mheshimiwa wetu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi akaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwafikiria vijana ili awawezeshe vijana waweze kuajiriwa au kuajirika, na ndio maana kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali kwa kushirikiana na Umoja wa Benki za Maendeleo Afrika ambayo inaitwa kama ni Africa Development Bank, wakaingia ruzuku ya mkataba baina ya Serikali ya Mapinduzi na hiyo Africa Development Bank ili sasa kutuwezesha sisi vijana kivipi? Tuweze kupata skills, ujuzi ambao utatusaidia kuajirika, aidha uajiriwe au uajirike, kwa sababu imeonekana manake kuna gap kubwa sana baina ya soko linavyohitaji la ajira. Maana labda soko la ajira linahitaji teknolojia fulani, lakini sisi vijana teknolojia hiyo haipo. Kwa hiyo serikali ikaona kwamba kwa nini usiwajengee uwezo hawa vijana tulionao Kizanzibari, ili sasa wanapoenda kwenye soko la ajira waweze kuajirika au kuajiriwa. Vijana tumefahamiana. Kwa hiyo hiyo ndo dhamira ya mradi wetu, lakini mradi ukienda mbali zaidi ukasema kwamba focus yetu kubwa, maana malengo yetu makubwa na target yetu kubwa ni kuwafikia vijana takriban 43,000 wa Kizanzibari, lakini katika vijana hao wapatikane vijana mpaka mradi ukimaliza miaka 5 wapatikane vijana kama 15,000 ambao 15,000 waweze kuwashajiajiri au kushaajiriwa. Lakini ukasema kwamba kwa kutambua umuhimu wa mama zetu, dada zetu, wa wanawake, ukasema mradi kwamba unahitaji kuwafikia zaidi ya 40% ndugu zetu hawa wanawake. Kwa sababu gani? Imeonekana wanawake wao wako nyuma, wanasema hicho cha wanaume. Maanake kuna ile zana kwamba hicho wanafanya wanaume, hicho tunafanya sisi wanawake. Kwa hiyo mradi wasema mwanamke ndiye anatakiwa apewe ujuzi ambao utakaomwezesha kuweza kujiajiri au kuajirika. Kwa hiyo utakapokamilika mradi baada ya miaka 5, inatakiwa zaidi ya 40% ya wanawake wao wamefikiwa, lakini vile vile wao wamepata hizo fani ambazo zitawezesha kujiajiri au kuajirika.